Niseme tu tunakwenda kutamatisha msimu, na hata kama ulikuwa na msimu bora vipi, usipokuwa makini kwenye mizunguko hii ya mwisho, basi msimu ule ubora wake wote unapotea. Sisi tunalifahamu hilo na tumejipanga kwa ajili ya hilo. Tumeandaa maafisa bora zaidi wasimamie hii michezo, na kila kitu kinachohitajika kufanyika ili kupata michezo hii katika ubora wake kimefanyika. Kwa hiyo tupo tunaendelea na maandalizi, na ni maandalizi ya kipekee, maandalizi makubwa, kwa sababu tunaamini mwishoni huku pressure inakuwa kubwa, changamoto zinakuwa nyingi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha hiyo michezo inafanyika ikisimamiwa kwa weledi mkubwa, kwa kufuata kanuni na sheria. Tumejiandaa vizuri na tunaendelea na maandalizi. Kwa sasa hivi tunauelekea mchezo namba 184 Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Baada ya hapo tutakwenda hiyo ambayo itakuwa ni Juni 15. Baada ya hapo tutakwenda Juni 18 ambapo tutakuwa na michezo ya mzunguko wa 29. Tukimaliza tunakwenda Juni 30, tunakwenda Juni 22 ambapo tutakwenda kumalizia michezo ya mzunguko wa 30. Yeah. Kuna mchezo mkubwa wa dabi ambapo tunafahamu Yanga ni mwenyeji wa mchezo. Mnapata ushirikiano kutoka kwa Yanga kuelekea mchezo huu? Yeah, of course kwa mujibu wa kanuni Yanga ndo anaandaa mchezo. Yanga anaandaa mchezo kwa mujibu wa kanuni, na tunaamini anaendelea na maandalizi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna jambo ambalo tunaweza tukasema sisi tunahitaji ushirikiano wao. Labda wao wanahitaji ushirikiano wetu sisi. Kwa hiyo kwa sasa hivi Yanga ndo wanahitaji ushirikiano wetu sisi kwa ajili ya kuendelea na hayo maandalizi ya huo mchezo. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa, na tusubiri hiyo Juni 15 wadau washuhudie dabi ya Kariakoo kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club. Yanga ndo mwenyeji. Yanga ndo kwa mujibu wa kanuni anaandaa mchezo. Hana jambo lolote sasa hivi la kutafuta bodi ya ligi kuhusiana na huo mchezo. Kwa sababu kitu ambacho bodi ya ligi wanakifanya pamoja na TFF kwanza ni kuteua maafisa wa mchezo ambao unajua hatuwateui mapema hivyo. Tutakapokaribia mchezo watatangazwa maafisa wao kwa ajili ya kusimamia mchezo, lakini maandalizi ya mchezo ni ya Yanga kwa 100%. Wao ndo wanaoandaa mchezo, na kwa sasa hivi sioni kama kuna jambo ambalo wao wanahitajika kuja bodi ya ligi kwa ajili ya kuomba msaada. Maandalizi ya 90% yanakuwa kwao, sisi tunakwenda tu kuangalia yanavyoendelea, na hicho ndicho kitu ambacho kinafanyika kwa michezo mingine yote ya ligi. Baada ya kutoa tarehe ya mchezo, upande wa Yanga tumeona walitoa press release ya kuwafahamisha mashabiki na wanachama wao kwamba wao hata shiriki huo mchezo. Press release ambayo ilitolewa na Yanga, bodi ya ligi hamjaona umuhimu wa kutoa tahadhari yoyote kwa mashabiki wapenzi wa soka ambao wanajiandaa kuja kwenye huo mchezo, na wakati huo tayari Yanga wameshatoa taarifa ya kutushiriki mchezo huo? Sisi hatufanye kazi kwa press release. Sisi na Yanga tunawasiliana kwa barua. Kwa hiyo kama kuna communication zote zinaendelea kati ya bodi na Yanga, ni za bodi na Yanga, na bodi haiwezi kufanya kazi kwa press release za klabu, kwa sababu klabu wenyewe wanajua kwamba official communication kati ya klabu na bodi ni barua pepe ambayo Yanga wanatuandikia barua na sisi tunawajibu, na Mungu wanatuandikia barua na sisi tunawajibu. Na siku zote hizi, hata leo kuna barua imetoka imekwenda JKT Tanzania, nyingine imetoka na Mungu imekuja bodi ya ligi. So communications zinaendelea na hatuzitolei press. Mawasiliano kati ya sisi na club zetu, ingekuwa kila barua tunayopokea ama tunayotoa Boimanda anatoka kwenye public kusema leo tumepokea barua ya Dodoma Jiji, basi kusingekuwa na kazi nyingine inafanyika. Kwa hiyo kusupress sijui na vitu vingine huko vinabakia tu kuwa taarifa, lakini kwa maana ya uendeshaji wa ligi, mawasiliano kati ya klabu na bodi ni barua pepe. Hawajatumia Yanga. Hatuna barua kwa maana ya barua. Barua pepe. Tunatumia nyingi tu kila siku. Kila wiki kuna barua itatoka hapa itaenda Yanga, itatoka Yanga itakuja huku, itatoka hapa itakwenda KMC, kuna barua itatoka Azamu itakuja kwetu. Kwa hiyo hizo mawasiliano hayo yapo tu mengi. Barua ya kutushiriki mchezo Yanga hawajatumia. Barua ya kutushiriki mchezo? Mchezo gani? Mchezo wa dabi. Hapana. Hapana.
barua, yani barua kwa maana ya Yanga sisi tumetoa ratiba. Sisi tumewaandikia wao barua rasmi ya kuwaeleza kwamba kuna maboresho ya ratiba na michezo hii ilikuwa haijapangiwa tarehe, imeshapangiwa tarehe. Hiyo ndo barua yetu kuhusiana na ambayo ndani yake na taarifa ya mchezo. Na ndio mawasiliano yetu sisi ya mwisho kati ya sisi na wao. Kwa hiyo nadhani kuna jambo ambalo linashindwa kueleweka vema na wadau, ni kwamba huu ni mchezo wa ligi ambao uliahirishwa kwa mujibu wa kanuni na ukapangiwa tarehe, na baada ya kupangiwa tarehe bodi ilitoa taarifa kwa umma, lakini pia ilitoa taarifa kwa klabu zinazoshiriki huo mchezo. Hayo ndio mawasiliano official, si ndio? Imetoa taarifa kwa umma kwa sababu inawahusu wadau wengine, lakini imetoa taarifa kwa michezo kwa klabu kwa maana wadau wa huo mchezo, moja kati ya wadau wa huo mchezo. Hayo ndio mawasiliano ya mwisho. Lakini mawasiliano mengine yote yanayofuata baada ya hapo ni kati ya Yanga na bodi, ni kati ya KMC na bodi, ni kati ya Azam na bodi, ama Simba na bodi. Sio mawasiliano tena ya kufanya mahojiano mimi. Yaani mimi sina cha kuzungumza kuhusiana na mawasiliano mengine yote. Wewe kitu pekee unachotakiwa kufahamu ni kwamba bodi iliwasiliana na klabu kuhusiana na maboresho ya ratiba. Na uzuri haukuwa mchezo pekee ambao ulihusika kwenye maboresho. Kwa hiyo klabu zote ziliandikiwa barua. Zote ziliandikiwa barua kujulishwa juu ya mabadiliko kwa sababu ile ratiba ilibadilishwa. Baada ya kufanywa maboresho, klabu zote ziliandikiwa. Ikiwa mwenyeji wa mchezo amegoma kuandaa mchezo, hapo inakuwaje? Mimi sio mpiga ramli. Mimi sio mpiga ramli na siongeleagi ramli hata siku moja.